Serikali imeliagiza shirika la umeme nchini TANESCO na wakala wa nishati vijijini REA kuvitambua vijiji vilivyopo pembezoni mwa miji ili wananchi wa maeneo hayo waweze kuunganishiwa umeme kwa gharama nafuu. Nyota 27 wa timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 maarufu kama Tanzanite Queens wameitwa kwa ajili ya maandalizi ya michezo miwili ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya Cameroon. Na habari ya asubuhi, mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora, karibu katika kipindi cha asubuhi njema. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Serikali imeagiza shirika la umeme TANESCO na wakala wa nishati vijijini REA kuvitambua vijiji vilivyopo pembezoni mwa miji, manispaa na majiji ili wananchi wa maeneo hayo waweze kuunganishiwa umeme kwa gharama nafuu ya shilingi 27,000 badala ya zaidi ya 300,000. Agizo hilo limetolewa bungeni jijini Dodoma na Waziri wa Nishati Deogratius Ndejembi wakati akihitimisha mjadala wa bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2026/27 na kueleza kuwa hatua hiyo inalenga kuondoa mzigo wa gharama kwa wananchi wa maeneo yanayofanana na vijiji lakini ulipishwa viwango vya juu visivyoendana na hali zao. Ameongeza kuwa maelekezo hayo yamelenga kuongeza kasi ya kuunganisha wananchi na huduma ya umeme kwa mwaka kutoka 500,000 hadi zaidi ya milioni 1.7. Serikali hii ni sikivu, waheshimiwa wabunge. Baada ya kusikia kilio cha waheshimiwa wabunge, nimewataka wataalamu wa REA na TANESCO kuwasiliana na waheshimiwa wabunge wote wanaotokana na maeneo ya namna hii na kuhakikisha tunapata vijiji vyote ambavyo vipo ndani ya manispaa, vipo ndani ya majiji, vipo ndani ya halmashauri za miji, ili tuweze kutambua na kuja na mradi maalum wa kuhakikisha mpaka tunaposimama hapa mwakani kwa uwezo wake Mungu, vijiji hivi viwe vimeunganishwa na umeme kwa shilingi 27,000. Waziri Ndejembi pia amelieleza bunge kuhusu hatua ambazo serikali imefikia katika kuvutia uwekezaji na kuendeleza mradi wa gesi asilia, huku akibainisha kuwa serikali inakusudia kuzalisha megawati zaidi ya 8,000 ifikapo mwaka 2030. Kwa sasa serikali tumefikia hatua za mwisho kabisa za kwenda kuanza mradi huu, na sisi ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeshamaliza kila lile linalowezekana, na sasa ni jukumu la kampuni zile za kimataifa kuweza kuja mezani na kuweza kusaini mkataba ili kazi ianze ya kuweza kutoa gesi ile. Kwa upande wake, naibu waziri wa nishati Salome Makamba ameeleza matokeo ya serikali kuweka msukumo wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa wananchi na taasisi ikiwemo shule za bweni, huku baadhi ya wabunge wakisisitiza nguvu kuwekwa zaidi kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Katika bajeti hii mnayotupitishia, tumepanga kupeleka kwenye taasisi zaidi ya 400 ili tuwatoe watu katika majiko na upishi wa kizamani wa kutumia kuni na mkaa. Sisi tumeshajituni tayari. Phase ya pili tena tutagombania na wananchi wa Bariadi vijijini wanamkali sana na kupata ya majiko ili kubadilisha maisha yao. Tumepeleka majiko ya nishati safi kwa kupikia, majiko ya gesi, lakini pia majiko ya mkaa yenye kutumia mkaa maalum wa nishati safi. Ila eneo hilo bado wananchi hawajaelewa. Bunge limepitisha bajeti ya wizara hiyo zaidi ya shilingi trilioni 2.5, huku zaidi ya asilimia 97 ikielekezwa kwenye miradi ya maendeleo kwa mwaka 2026/27. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Miili ya watoto watatu wa mtaa wa Ilazo Swaswa, kata ya Ipagala jijini Dodoma, waliofariki dunia kwa kuzama katika bwawa la kuogelea yani swimming pool katika hoteli iliyokuwa kwenye ukarabati imezikwa katika makaburi ya mtaa huo, huku serikali ikitoa onyo kwa watu wanaofanya ukarabati bila kufuata taratibu. Miili hiyo iligundulika majira ya jioni ya Aprili 22 mwaka huu wakiwa wamefariki ndani ya bwawa hilo baada ya kutafutwa na wazazi wao, kwani muda wa kurudi shule ulikuwa umeisha na nyumbani hawajarudi kama ambavyo mashuhuda wanavyozungumza. Hao watoto wao wanarudi shuleni mapema sababu wako chekechea. Kwa hiyo siku ya tukio ambayo ni jana walichelewa kurudi. Wazazi wao kwa sababu ni majirani zetu hapa kama mimi hapa, wakawa wametoa taarifa wakawa wanawatafuta.
Kwa hiyo kufikia saa 5 ile wameanza kuwatafuta mpaka saa 12 ndio tukapata taarifa kwamba kuna watoto wameonekana hapo Esperanza kwenye swimming pool. Mlinzi aende, kufika ile mlinzi akakuta mmoja anaelea. Alipokuta yule mmoja anaelea, mlinzi akakimbia akaanza kuwaita majirani. Kufika pale majirani anasema hao watoto wanatafutwa, twendeni tuwatafute wazazi. Kufika pale kweli wazazi wakatafutwa, wakaenda sema ndio watoto wetu ndio. Ndio wakanipigia simu tena, bana mwenyekiti, huku mitaa Esperanza hoteli kuna watoto wametumbukia kwenye swimming pool na inasadikika wamesha kufa. Baada ya kufika pale nimekuta kweli wale watoto hapo kwenye ndani ya swimming pool. Baada ya hapo nikachukua hatua ya kutoa taarifa kwenye jeshi letu la polisi. Akiongoza ibada hiyo, mchungaji wa kanisa la Anglikana Maxon Mwakiambo amewasihi familia hizo kuwa imara katika kipindi hiki kigumu, huku mkuu wa wilaya Dodoma akitoa maelekezo ya serikali. Ni Bwana ambaye aliwaleta watoto wetu na ndio ambaye amewaita. Jina lake linabaki kuwa jina lake, na lazima yeye abaki kuwa Mungu katika majira yote. Na Biblia inasema lazima tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kupokea jambo hili sio kazi rahisi, lakini lazima mlipokee na msimame imara. Kwa ukarabati unaoendelea, basi uwe fenced kama ambavyo inatakiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini la pili, tumeshatoa maelekezo kama pia mchana ile eneo liweze kuwekewa ulinzi. Mkataba huo kama una marekebisho urekebishwe ili ulinzi ufanyike mchana na usiku. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha. Wananchi wa mkoa wa Lindi wamesema wapo tayari kupokea mradi mkubwa wa gesi LNG unaotarajiwa kuanza kutekelezwa wakati wowote kuanzia sasa, huku akimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufanikisha mradi huo, sambamba na kuomba kulipwa fidia za maeneo yao yatakayochukuliwa ili kupisha mradi huo. Wakizungumza katika kongamano maalumu la kujadili fursa zitakazopatikana kutokana na kuanza kwa mradi huo, wananchi wa mkoa huu wanasema mradi huo utawanufaisha kiuchumi, lakini ni vema wananchi ambao maeneo yao yatachukuliwa ili kupisha mradi wakalipwa fidia kwa wakati kulingana na thamani ya maeneo yatakayochukuliwa. Na tunaomba kumwambia waziri mkuu, tunaona matokeo wanayofanya. Hawa wanakuja kufanya ukaguzi, bana hawana haja ya kufanya kazi yanayotarajia, watuachia maeneo yetu ama waje kulipa malipo yanayostahili katika maeneo yetu. Hii imenitia moyo sana. Kwa wananchi wa Lindi tunaonesha kwamba sisi tuko pamoja na serikali kutuletea huu mradi mkubwa wa kitaifa na kimataifa. Sisi kama vijana tutahakikisha kila fursa ambayo kijana anatakiwa kuipata katika mradi huu tuipate. Wanufaika wakubwa wa mradi huu ni Wanalindi, mkoa wa Lindi na Watanzania kwa jumla. Kuhusu changamoto za wananchi kuchukuliwa maeneo yao na kutaka kulipwa fidia kwa wakati, Chama cha Mapinduzi CCM kinasema kimepokea na kitawasilisha changamoto hizo mahala husika, huku waandaaji wa kongamano hilo wakieleza faida zitakazopatikana mradi huo utakapoanza kutekelezwa. Wataendelea bado kufanyiwa tathmini na kufidiwa kwa yale maeneo yao kuchukuliwa kwa ajili ya mradi. Kwa hiyo hii changamoto sisi kama chama tumeipokea, lakini pia tutakaa na serikali tuone ni namna gani hawa watu wataweza kupata pesa zao, kwa sababu dhamira ya serikali ni njema. Kila siku serikali inasema kwamba mradi huu utasainiwa muda wote. Kwa utakaposainiwa basi Wanalindi usiwakute hawajajiandaa. Kwa lengo la mradi la kongamano hili kuleta pamoja Wanalindi, tuje kujadili pamoja, tuangalie fursa ambazo tunaweza kuzipata kutokana na mradi huu. Naomba tuitumie hii kama fursa kwa kushirikiana na viongozi kwenye wilaya zetu, tupate database ya vijana wote, lakini pia tuwape elimu ni namna gani tunaweza kunufaika na mradi huu. Tayari utekelezaji wa mradi huo umeanza, ikiwemo maeneo yatakayotumika katika mradi kupimwa. Kutoka mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Uboreshaji wa mitaala nchini umeanza kuleta matokeo chanya, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wanaochagua kusoma katika shule za kimataifa zilizopo ndani ya nchi badala ya kusafiri kwenda nje. Hatua hii inaonyesha kuwa ubora wa elimu unatolewa nchini unaendelea kuimarika na kuvutia wazazi pamoja na wanafunzi
wengi zaidi. Akimwakilisha naibu waziri wa elimu Wan Amir katika ufunguzi wa mafunzo kwa wadau wa shule za kimataifa, mafunzo yanayoendelea katika shule ya uongozi ya Mwalimu Nyerere iliyoko Kibaha mkoani Pwani, mkurugenzi wa elimu ya ualimu kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Mathias Mvula amesema maboresho hayo ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuhakikisha elimu inakidhi viwango vya kimataifa. Nategemea kutakuwa na mabadiliko. Umeona hotuba ya Mheshimiwa Waziri, naibu waziri, anasema hii italeta mabadiliko hata katika kuzingatia miongozo, kwamba tunatarajia sasa shule hizi basi zitakuwa zinaendesha shughuli zake kwa kuzingatia, sio kwamba walikuwa hawazingatii, lakini kwa kukutana sasa na kushirikishana uzoefu wataongeza ule uzingatiaji wa miongozo ambayo serikali imeiweka. Kwa upande wake, afisa mawasiliano wa Tanzania School Leadership Institute Hassan Masawe amesema mafunzo hayo yanalenga kujenga usawa na kuongeza ufanisi katika usimamizi wa shule za kimataifa. Matarajio tuliokuwa nayo baada ya mkutano huu na mafunzo haya, cha kwanza kama nilivyosema ni mabadiliko chanya, ni kuweza kuleta chachu ya maendeleo katika, kama alivyosema mgeni rasmi, katika kuangalia miongozo ambayo itaweza kutufanya tuwe sustainable, tuweze kuwa na mashule ambayo yanaweza kujiendesha vizuri, mashule ambayo yanaweza yakaleta athari chanya kwa watoto wetu. Mmoja wa washiriki hao, Kalista Mungwe, pamoja na kushukuru fursa hiyo, pia alieleza changamoto zinazowakabili. Tukiwa kama shule tunatoa huduma, tunaisaidia serikali kutoa huduma, lakini nakutana na mlolongo wa kodi nyingi ambazo ukweli inakuwa ni mzigo kwetu. Great Malisa Chana. Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba ametoa onyo kali kwa madiwani kote nchini kuachana mara moja na siasa za makundi zinazoibuka baada ya uchaguzi, akisema zinadhoofisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuwanyima wananchi huduma stahiki. Akifungua mkutano mkuu wa uchaguzi wa viongozi wa ALAT unaoendelea jijini Arusha, waziri mkuu amesema licha ya serikali kupeleka mabilioni ya fedha kwenye miradi ya maendeleo, migogoro ya kisiasa imeendelea kuwa kikwazo kikubwa. Waheshimiwa mamea, waheshimiwa wenye viti, kuna baadhi ya maeneo kule katika halmashauri zetu, katika majiji yetu, katika manispaa zetu, kuna wakati tunakuwa na mizozo ambayo inatengeneza migawanyiko. Hayo si matarajio ya Mheshimiwa Rais, tuepuke hayo. Aidha, amemwagiza waziri wa TAMISEMI kuweka utaratibu madhubuti wa kudhibiti hali hiyo ili kuhakikisha rasilimali za umma zinaleta matokeo yaliyokusudiwa. Katika mkutano huo, waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe pamoja na wadau wa sekta binafsi na ALAT wameelezea mafanikio ya ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi. Ongeze kwa kazi kubwa wanazozifanya kule kwenye mapungufu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutaendelea kuelekezana. Uongozi unaokuja ni kuendelea na mkakati wa kujenga jengo la kitega uchumi katika eneo letu la ALAT ambalo liko karibu na Benki Kuu pale Dodoma. Tumeendelea kutoa tija kwa wadau. Ukiangalia katika masuala ya ujumuikaji kwa jamii, tumeweza kutoa zaidi ya shilingi bilioni 24 katika kipindi hiki kifupi cha miaka mitano. Uchaguzi wa viongozi wa ALAT unatarajiwa kufanyika leo Aprili 23, ambapo nafasi za mwenyekiti, makamu mwenyekiti na wajumbe wa kamati ya utendaji zitajazwa. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya Kichaka hadi Chwaka iliyopo katika jimbo la Kiwani kutatanua fursa za uchumi na kuongezeka kwa thamani ya maeneo yaliyopitiwa na barabara hiyo. Akikagua maendeleo ya ujenzi wa miradi ya maendeleo mkoa wa Kusini Pemba, makamu wa pili wa rais Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imeshakamilisha tathmini ya ulipaji wa fidia kwa wananchi waliopisha ujenzi wa barabara hiyo. Tunaelewa kuna wananchi wanapaswa kulipwa fidia, na habari njema kabisa, wenzetu wa Wizara ya Ujenzi wameshakamilisha kazi yao, na juzi ripoti ya wananchi hawa imeshapelekwa Wizara ya Fedha kwa ajili ya
pia kuwekewa fedha wananchi kupata haki yao kwa mujibu wa sheria na utaratibu ulivyokuwa. Kwa hiyo nilitaka niwaambie wananchi wa Chwaka kwamba lile suala la fidia litakamilika ndani ya kipindi kifupi kijacho. Naibu Waziri wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Badria Taimasudi ameipongeza serikali ya awamu ya 8 kwa kuendelea kuipa kipaumbele sekta ya ujenzi kwa kuimarisha bajeti ya wizara hiyo ambayo inawezesha kuendeleza kujenga barabara mijini na vijijini. Sisi Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi tumeshafanya tathmini ya kutembelea takriban majimbo yote ya Pemba kupitia kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya. Akagua ujenzi wa soko la kisasa la samaki na mboga Kengeja, Mheshimiwa Hemedi ameagiza watendaji wa tawala za mikoa kuhakikisha wanawapa kipaumbele wafanyabiashara waliokuwepo awali kabla soko hilo halijavunjwa. Hii malengo yetu hasa si biashara sisi. Malengo yetu sisi ni kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo bei, naibu katibu mkuu, zizingatiwe. Sisemi kwamba wapewe bure, hapana. Lazima wachangie, lakini bei zizingatiwe kwa mujibu wa mazingira yalivyo, kwa sababu yako maeneo yaliyekwa bei si rafiki, ukienda vikuta vyote havina mtu. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Na mtazamaji, na sasa karibu tutazame katika upande wa habari za michezo. Nyota 27 wa timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 maarufu kama Tanzania Queens wameitwa kwa ajili ya maandalizi ya michezo miwili ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya Kameruni, michezo itakayochezwa tarehe 2 na tarehe 10 mwezi Mei mwaka huu. Kikosi cha timu ya taifa ya wanawake under 20 Tanzanite Queens kinachotarajia kuingia kambini kujiandaa na michezo miwili ya kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Kameruni kimetangazwa na kocha mkuu Bakari Shime wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Kikosi ambacho kina mchanganyiko wa wachezaji wanaosakata kabumbu ndani na nje ya nchi, huku kocha mkuu anaeleza ugumu wa mchezo huo ambao ni kumbukizi ya Tanzania kuiondoa Kameruni kwa mashindano yaliyopita. Na timu ambayo ni imara kwenye upande wa wanawake, na ni kweli umekuwa mfuatiliaji mzuri, wamekuwa wakishinda kwa magoli mengi kwenye kategori zao zote wanapocheza nyumbani. Lakini tuna rekodi pia, mara ya mwisho tumeweza kuwafunga nyumbani kwao magoli mengi na tukapata nafasi ya kwenda kwenye World Cup. Hii mechi ni mechi ya kisasi. Mwaka 22 tuliweza kuwatoa wao na tukaenda kwenye World Cup na tumeanguka kwenye mikono yao tena. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba wachezaji wanafahamu, sisi tunafahamu ugumu wa mechi kwa sababu tulishaipitia tayari kwamba tunacheza na mpinzani ambaye ni bora. Kikubwa kwetu, nimezungumza awali, tunakwenda kuichukua mechi ije Tanzania. Kuichukua mechi Tanzania maana yake ni kwamba tupate ushindi, itakuwa ni jambo bora sana. Tukipata sare ni jambo bora, ama kupoteza kwa margin ndogo ya magoli ili mechi ije nyumbani. Nikodem Arajiga, Channel 10 Michezo. Na mtazamaji, hii ni Asubuhi Njema, mimi ni Emmanuel Mwakapotela.